kuwa tuko wachache sana, lakini nafasi yetu ya kaunti ni kubwa sana. Kwa hivyo kugawanya hizo pesa kwa maendeleo ya watu wote wa kaunti inakuwa changamoto sana kwa serikali ya kaunti. Ya pili, tunajua mwajiri mkubwa sana kaunti hii ni county government. Ndio inawaajiri wengi sana, na ikifuatiliwa ni kampuni moja tu ya Makonge kule Taita. Sasa kwa sababu hiyo ni kwa kuwa tumekuwa na madhambi ya kuandamana. Inamaanisha kuanzia tupate uhuru, serikali kuu haijawahi kuwekeza kiwanda chochote hapa kaunti ya Taita Taveta. Kwa hivyo inamaanisha wa vijana wetu kupata kazi mpaka waende Mombasa, Nairobi, Eldoret kutafuta kazi, kwa sababu tumesema waajiri ni wawili, county government na mwekezaji wa Makonge. Tayari county government imeshaajiri watu zaidi na imepita kiwango cha kuajiri. Hivi sasa hii tunaambiwa lazima tupunguze wale watu tumewaajiri, kwa sababu pesa ya kulipa wale tumewaajiri ni nyingi zaidi, hata inazidi ile pesa ya maendeleo. Kwa hivyo serikali ya kaunti haiwezi ajiri zaidi. Namba 2, hao vijana ambao wameenda kuajiriwa nje, siku ya kupiga kura ikifika hawarudi nyumbani kupiga kura. Inamaanisha nini? Kwa mfumo wa kugawanya pesa iende kwa kaunti, wanafanya kichwa kimoja mtu mmoja. Tayari sisi vijana wameenda kutafuta kazi nje kwa sababu hatuna makampuni. Tukianza kuhesabiwa tumekuwa wachache. Sasa ile pesa inakuja kidogo sana. Ndio hao gavana anasema ni madhambi ya kuandamana. Lakini sisi si watu wa kulalamika peke yake. Je, gavana amefanya nini? Alipoingia kwa awamu ya 3, kwa wale wanakumbuka, alipochukua kiapo alisema nitazunguka kila mahali nitafute wawekezaji, kwa sababu ni kwa viwanda peke yake ndio tutapata ajira kwa vijana. Mnakumbuka akisema hivyo? Kwa hivyo nataka kuwapatia taarifa njema. Gavana alizunguka na tumeanza kuona mafanikio. Number 1, katika hali ya kufanya kazi vizuri na serikali kuu na washirika. Serikali kuu kupitia kwa Mheshimiwa Rais wetu ametujengea masoko ya kimataifa. Soko la kwanza liko Maungu la milioni zaidi ya 50 limeisha. Soko la pili liko Mwatate zaidi ya milioni 50 limeisha. Soko la 3 Mheshimiwa amesema, nafikiri amesahau, ni pale Burandogo. Tumekimbia sana kama serikali ya kaunti na Mheshimiwa Mwira, na procurement inaenda kuisha. Wakati wowote soko kubwa litajengwa pale Burandogo. Na hii ni muhimu kwa sababu gani? Sisi ni wakulima, sisi ndo tunalisha kaunti na hata mkoa wa Pwani. Kukiwa na soko kubwa, tutavutia wafanyabiashara hata kutoka nje waje Taveta. Barabara ziko nzuri, mashamba yako mazuri, watu wamechangamka, soko iko. Si tutauza mazao yetu? Si tutauza mazao? Soko la pili ambalo Mheshimiwa Rais juzi alivyokuwa kaunti yetu alisema anakuja mwenyewe kulizindua, Voi inajengewa soko la kimataifa la zaidi ya milioni 300. Contractor ashapatikana, wakati wowote Januari tutakuja kuzindua. Ni muhimu sana niseme hivyo kwa sababu kama waziri wa biashara ni jukumu langu kuhakikisha mfanyi biashara aking'ang'ana apate mazao atapeleka wapi. Kwa hivyo soko ni muhimu sana, miundombinu ni muhimu sana. Kwa hivyo nashukuru kwa usimamizi na ufanyikazi vizuri wa gavana na serikali kuu, tumepata hayo maneno. Ya pili, kwa kuwa amefanya kazi na washikadau wengine, hivi sasa tunaongea kiwanda cha mchele ambao kilifadhiliwa 90% na serikali ya kaunti kwa zaidi ya milioni 50 kinaenda kuisha. Cha ndizi ambazo kilianza wakati wa serikali ya kwanza kikakwama. Tumeng'ang'ana, tumepata mfadhili ambaye amekubali kuchukua kiwanda cha mchele, cha ndizi, kumaliza ile kazi imebaki na kuendelea wakati wowote kutoka sasa. Tumepata pia Red Cross ambayo imejenga kiwanda cha kukamua sunflower na kimeisha hapo New Town ambao tunapaita industrial area. Kwa sababu hayo yote ni katika hali ya kuhakikisha tukiwa na viwanda ndio njia pekee
ya kusaidia wakulima wetu wasichukuliwe mzaha na makatels ama matapeli hao madalali, na pia vijana wapate kazi. Hiyo ni mambo ya ukulima. Pale undani, kiwanda cha makadamia, tunajua sisi Taita Taveta tunatengeneza ama tunalima makadamia yako na quality nzuri. Tulikuwa hatuna ile processing, sasa iko tayari. Kiwanda cha maziwa, watu wa Taita wako na hali nzuri ya hewa na wana maziwa ya kutosha, lakini kulikuwa hakuna preservation na value addition. Hiyo imekuwa tayari. Hizi zote ndio njia ambazo tunafanya kama county kuhakikisha wakulima na vijana wanasaidika. Kando na hayo, kwa masuala ya utamaduni, nafikiri watu ambao wako kwa mtandao leo hii, ukienda kwa mtandao utakuta dunia nzima pale India, Taita Taveta County imepeleka ile utamaduni wao unaitwa Mwazindika. Kwa mara ya kwanza imetambulika dunia nzima na UNESCO kuwa ni utamaduni wa kipekee ambao unatakana utuzwe na usaidiwe. Kwa hivyo Bura Goraisanga wale wa Mwazindika wako India wametambulika dunia nzima. Hiyo inamaanisha nini? Sasa dunia nzima wako na uwezo wa kuja Taita Taveta wajue, je, hao Mwazindika wanatoka wapi, wanaweza kuhifadhiwa vipi? Na wakifika hapa si Mwazindika peke yake, kuna Urwasi, kuna tamaduni nyingi. Utalii unaimarika kwa sababu kila mtu sasa anauliza hao watu wametoka wapi. Taita Taveta County ilipeperusha barua ya bendera ya Kenya nzima kule India na wanaendelea kwa huko. Hiyo yote ni kukuza utamaduni wetu, wageni wajue tuna nini, ili waweze kuja tuweze kupata wawekezaji na pia tulinde na kutunza utamaduni wetu. Nikiendelea kwa mambo ya nimesema ukulima, biashara, mambo ya masoko na viwanda. Sasa gavana wetu akang'ang'ana sana. Nakumbuka kwa wale ambao walikumbuka serikali iliyopita, nashukuru Mungu sana kwa kuwa mimi ni waziri wa kipekee. Nilifanya kazi serikali ya pili na nimefanya kazi serikali ya tatu. Kwa hivyo nitasema kwa uhakika, kuna mfadhili mkubwa sana alikuwa ajenge kiwanda cha chuma pale Taita Taveta, serikali ya pili. Kukaenda vile kulienda, haikufanyika, kiwanda kikaenda Kwale County. Nashukuru Mungu kwa serikali hii, gavana akang'ang'ana. Huyo mwekezaji akarudi mwaka uliopita, kiwanda kikaanzishwa na rais wetu, rais huyu William Ruto pale Manga, kiwanda cha kunyanyua kusafisha chuma, kwa sababu sisi tuko na chuma nyingi sana chini ya ardhi. Kiwanda hicho kinagharimiwa kuwa 11 billion, sio milioni, 11 billion. Tunavyoongea saa hii kiwanda kinajengwa, kimefika juu sana na karibuni kitaisha. Kiko na nguvu na uwezo wa kuandika vijana zaidi ya 2,000 kwa hicho kiwanda. Hayo ndio mambo tunasema kung'ang'ana kuhakikisha viwanda vimekuja. Ya pili, gavana alikuwa ameenda China, akaenda US. Ameng'ang'ana, tunashukuru na nafurahi kuwatangazia tumepata wafadhili wawili wa kuzalisha nguvu ya umeme kupitia jua. Sote tunajua Taveta na Taita nzima jua si shida. Kwa hivyo huyo mwekezaji wakati wote sasa anafanya mambo ya paperwork, atafungua hiyo kampuni ya kuzalisha umeme kutoka kule Manga, na itakuwa ni umeme wa kutosha paka aweze kuuzia Kenya Power. Na hao ni wawili. Nikiendelea, kuna kiwanda ama mtambo wa kuchinja ng'ombe, very international state of the art abattoir. Tunajua kabisa Taita Taveta County iko na ardhi milioni 1 eka milioni 1 kule Taita kwa mambo ya ranches. Inamaanisha ng'ombe nyingi sana zinatokaga sehemu mbalimbali zinakuja kulelewa hapa wakati wa mazingira magumu ya hali ya hewa. Na kwa hivyo tuna wanyama wengi, tuna ardhi nzuri. Kwa hivyo kitu kilikuwa tumeshindwa ni vile tutapata hao wanyama wakichinjwa hapa, wakuwe process hapa, kazi zipatikane, mambo mengine yafanyike. Lakini kwa sasa, hata mwaka uliopita tulisafirisha ng'ombe 1,000 kwa mataifa ya nje, na hiyo si vizuri kwa sababu ukisafirisha ikiwa nzima umesafirisha pia kazi. Kwa hivyo tumepata mfadhili kule Bachuma, atakuja kuweka kiwanda cha
hiyo mambo ya abata, inaitwa abata ama kichinjio cha kisasa. So mambo mengi kama hayo ndio yanaendelea kufanywa na serikali ya kaunti katika hali ya kupambana na kukosa kazi na wakulima wetu kupata mahali. Nikimalizia swala la afya, sasa hivi leo tunaongea national government ama serikali kuu iko na mpango wa kufadhili kaunti kujenga ama kufanya miradi ambayo inataka. Nataka kusema hapa Kenya Devolution Support Program inafadhili kaunti ifanye kile inataka, na kaunti imesema changamoto kubwa sana ni mambo na afya. Hatuna level 4 hospital ama ambayo level 5, na mnajua ile referral hospital yetu ambayo iko Voi iko katikati ya barabara za kimataifa. Kila siku ajali mbaya sana za barabara zikitokea kutoka Mombasa Nairobi highway, watu wote majeruhi wanapelekwa Moi Hospital. Kwa hivyo hospitali yetu iko na changamoto kwa sababu inapokea majeruhi ya kimataifa, wale wako barabara highway na sisi tena watu wa county. Kwa hivyo tukaamua hiyo pesa more than 350 million ambayo inakuja kutoka kwa serikali kuu tufanye mradi wowote. Tulipitisha kwa baraza la mawaziri wiki iliyopita. Tunataka hizo pesa zote ziende ziimarishe ile hospitali ya Moi, ili hata tukitoa watu wetu hapa tuwakifikisha Moi kuko vizuri, na ile yetu ndogo zile tuko nazo tuboreshe hospitali kama ya Mesu, Unanyi, Mwatate ama hata Taveta. Kwa hivyo pia swala la afya ni kipaumbele sana kwetu. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo nimependa kuwajulisha. Mnaweza kuwa hamjui, lakini hiyo ndio mambo serikali ya kaunti inafanya.